Fullshangwe TV, habari zaidi. Hapo ikiwa ni kukanusha tuhuma ambazo zimekuwa zinaendelea mara kwa mara zikiniandama mimi. Hapo awali zilitoka tuhuma kwenye social media hizi wakiwataka TAKUKURU sijui wachunguze kitu ambacho hakikueleweka. Lakini jana nimeona huyo mtu karudia tena katoa ingine ambayo kwa kweli ni uongo usio kuwa na mantiki. Na moja ya tuhuma aliyotoa alisema harufu ya ufisadi, ujenzi wa nyumba za polisi Iringa. Ikawa kama kichwa chake cha habari, alafu baadaye akasema mkuu wa wilaya atuhumiwa kukusanya nondo na mawe kwa wadau kupeleka kwenye nyumba yake. Na akaeleza pia wananchi wa mkoa wa Iringa wamenusa harufu ya ufisadi mkubwa wa nyumba za polisi zinazotakiwa kujengwa maeneo ya Ruambi. Watu mbalimbali waliohojiwa na gazeti la Jamvi la Habari wamekiri kuwepo kwa sintofahamu hiyo. Wameendelea akasema mengine, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa wilaya ya Iringa ambaye ndio msimamizi wa mradi ndio mshukiwa namba 1 wa ubadhirifu huo wa fedha na vifaa hivyo. Sasa nimeona hii inaendelea na bahati mbaya akamuhusisha kwenye taarifa yake kuisoma, amemhusisha mpaka mkuu wa mkoa wa Iringa. Kwamba mkuu ameunda kamati kuchunguza mradi huo. Ukimuuliza mkuu wa mkoa hamna kitu. Kwanza ni habari ya uongo kwa sababu niliongea na mmiliki wa gazeti la Jamvi la Habari akasema hana kitu kama hicho. Lakini la pili pia mkuu wa mkoa naye alisema upuuzi huo upuuze kwa sababu sio kweli, hakuna kitu kama hicho. Lakini la tatu, sijawahi kusimamia ujenzi wa nyumba za polisi. Sasa limekuwa linajirudia na mimi nitawaeleza na hisi sababu ni ubunge. Yaani dalili unavyoziona wanaotengeneza na kuseti hii, muda si mrefu watatunga na mengine, wataendelea kutunga kwa sababu tu ya hofu ya ubunge. Na ubunge wenyewe nadhani ni wa hapa Iringa mjini. Na mimi niwaeleze tu kweli, hii ni mchakato wa ndani ya Chama cha Mapinduzi ndio unawapa tabu watu. Baada mimi kuulizwa maswali ni vipindi viwili vitatu kusema na majimbo 3, nimeanza kuwatia hofu watu, wameanza kuhaha, wanajivunzia heshima zao. Na bahati nzuri tumewajua, lakini unawapuuza. Ukishawajua unawapuuza. Niwaeleze waandishi wa habari kwamba unapotaka kugombea ili uende na ushinde salama, hakikisha humfitini mwenzako. Unapoanza kumfitini mwenzako kwa kumtungia mambo ya uongo, jambo la uongo, kwanza kabisa kata iliyotaja ya Ruambi ni kata iko sijui Mafinga, alafu nyumba za polisi tayari Bwire kishazijenga na zimeisha. Kama ni mchango, mngekuwa pale ofisini mngeona mchango uliochangiwa wakati ule kwa ajili ya ujenzi wa vitu mbalimbali umeweza kujenga. Saizi tunapozungumza tuna kituo cha udhibiti ubora kimejengwa kutokana na mchango ule pamoja na matofali yametoka pale. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ni so immaterial. Kwa hiyo nikasema nikikaa kimya wataendelea. Sasa mimi natoa tu angalizo kwa sababu nishawajua na nawafahamu. Yuko mmoja anatumia jina undercover Mapesa kwenye mitandao. Tushamjua na tunajua anatumwa na nani. Wako wanaotumia namba za nje. Na hii pia kuna watu walinihoji wakijiita waandishi wa habari wakiongozwa na mtu anaitwa George Lucas. Waliwahi kunihoji, nikawakatalia na wakataka wao wenyewe kuja, nikaambia mje, mnaruhusiwa. Lakini hii ni yote hii kutengeneza majungu na uchafu. Sasa nimeona niite waandishi wangu niwaeleze mapema kwamba jambo hili sio la kweli. Jambo hili ni fitna, na fitna zenyewe za kutaka kumchafua Kasesera. Kasesera hachafukiki kwa sababu katika jambo ambalo ninawahakikishia, sitakula hela ya mtu wala sitakula mali ya mtu kwa manufaa yangu binafsi. Hilo kitu niko clear na Mwenyezi Mungu amenijalia nimefanikiwa.
nimefanya kazi nzito yenye hela nyingi. Sijaweza kuchukua hata senti tano ya mtu yeyote, na hamna anaweza kukiri mpaka leo. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa bodi ya madini ya taifa. Kama rushwa pale ndio mlango wake, lakini sijawahi kuchukua hata senti tano hata siku moja. Kwa hiyo niwaombe hawa ambao wamepanga kwenda kuchafua waache, tena waache kabisa. Kwa sababu nikianza sasa kutumia vyombo vyangu na kushughulika nao, hakutakuwa na msalia mtume. Wengine bahati nzuri au mbaya ni marafiki, ni watu ambao unawajua na unashangaa kwa nini anafanya hivyo, kwa nia tu ya kutaka uongozi wa Iringa. Iringa hii, jimbo hili, wananchi wanamjua nani atakuwa mbunge. Kwa hiyo watu wasianze kuchafuana bila sababu. Kama mbunge wa Iringa atapatikana, lakini wasitumie nyanja kuanza kuchafuana. Tusipolikemea hili, tutaendelea kupata tabu siku zote. Kwa hiyo niwaombe wana Iringa, na nishukuru sana. Lakini la pili ambalo nitaka kuwaitia leo ni tunayo maombi ya shukrani ya siku 3. Niwaombe wana Iringa wote tuunge mkono kuanzia Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, wote tuungane katika sala na maombi kwa ajili ya kushukuru kutokana na corona. Iringa tumekwepa corona sana kwa sababu ya maombi. Pamoja na watu kujilinda, lakini kilichotuokoa zaidi sisi ni maombi. Kwa lazima tushukuru.